Kizinga JR, msimu huu umeupania vibaya. Kwa nini? Kwa msimu usioleka kwenu nyie. Kwanza ni vizuri bwana mkai. Tuseme kitu kimoja. Ni sehemu ambayo tunapitia mapito. Changamoto imekuwa ni kubwa, lakini pia naupongeze viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans kwa kuamua sasa kufanya kazi ya kuondoa yale mabaya au kulea uozo ambao ulikuwepo sasa. Kazi nzuri wanafanya, tuwapongeze sana. Na kwa msimamo ambao upo, tuendelee kusimamia hivi hivi kwa lengo la kuokoa mpira wetu. Kwa hiyo wamefanya kazi kubwa, kazi mzuri. Nimependa sana press ya jana. Na iendelee. Iendelee kwa sababu ile press ya ubaya bora tunaita ile. Kwa sababu kuna vitu vingi vinaendelea ambavyo lazima tusiposimama watu wa mpira itakuwa ni mtihani sana. Na niwaombe wadau wa mpira wachambuzi wa mpira kuhakikisha wanaweka nguvu sana kwa ajili ya kuliokoa hili jambo, isipokuwa Jemedari Saidi tu, kwa sababu huyu yeye yupo kwa ajili ya maslahi, sio kwa ajili ya mpira wa nchi yetu. Na ndio maana unaweza ukaona JKT wameona kuna haja ya kumuondoa Jemedari Saidi. Sio tena wamemtimua. Huwezi kuwa CEO wa mpira ukawaingiza wenzako kwenye vitendo vya kishirikina. JKT Tanzania ameonekana nazika kidole cha mtoto Tanga pale. Kwa hiyo wewe CEO ndio unatakiwa uwe na majibu. Hawa watoto umewapeleka wapi kwenye vitendo vya kishirikina? Timu za jeshi hazina ushirikina wapi na wapi? Tofauti. Lakini Jemedari anawapeleka wakafanya ushirikina, wanapeleka vitu vya ajabu pale Mkwakwani. Kidole cha mtoto kimeokotwa pale pale Mkwakwani pale Tanga. Mizigo inamwangukia nani? CEO wa klabu ndo anajua. Kwa anajua watoto waliwapeleka wapi wakafanya ushirikina, wapeleke. Sema shukuru Mungu serikali yetu hii tulivu sana. Yule angetakiwa kamatwa aonyeshe kidole cha mtoto amekitoa wapi. Kwa sababu kitoto cha mtoto mchanga kidole chake kimeokotwa pale, wanakizika chini kwa lengo la kuifunga Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo tuwaambie kwamba kuna haja ya kufanya utetezi mkubwa sana kwenye mpira wetu. Huu mpira unakuelekea ni kubaya sasa. Kama mtu namtafutia ubingwa na wakati timu yake ni mbovu. Nimepata taarifa za ndani kabisa. Za ndani zinasemaje hizo? Kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF wanawaamuru wale wajiuzuru, kushakuwa kubaya mbele huko. Tunakuelekea ni kugumu. Mjiuzuru kwa maslahi ya mpira wetu, tutachekwa, itakuwa aibu. Wale mabwana wanasema sawa, tuko tayari kujiuzuru, lakini wewe ndio uliyetutuma tuailishe mechi. Wewe ndio uliyetutuma tuvuruge mechi. Na wewe jiuzuru. Jiuzuruni kwanza, tutakuangalizieni mazingira yako baadaye. Wakakubali. Wakaenda sehemu wakaweka vikao wao kama wao. Tunajiuzuru vipi? Utakuwa upumbavu. Tunajiuzuru vipi na kati waliotutuma wajiuzuru? Sio kweli. Kama vipi tulibwage? Tuwaambie Watanzania wajue kwamba sisi tuliagizwa, na ushahidi wa maneno na meseji tunayo. Na voice note zipo, ushahidi wa kutosha. Tukipokea maelekezo. Ukiangalia maelezo ya msemaji wetu, anasema Almas Kasongo amemtaja kiongozi aliyepiga simu Simba asiingie uwanjani, wakati tayari go ahead ya kumruhusu Simba ingia akafanya mazoezi tayari. Inaproka simu kutoka kwa kiongozi wa serikali akisema kwamba fungeni geti, Simba asiingie uwanjani. Maskini ya Mungu, Simba hata haki yao hawajui hawa. Wakina Kisugu hawajui kama kunayo mambo yalitokea. Wakina Mandala hawajui. Saa hizi tumekuja kupata habari mpya. Kuna kiongozi alipiga simu kuwaamuru Simba wasiingie uwanjani, akiwaambia fungeni geti. Watu wafunge geti, Simba wasiingie uwanjani. Sio, umeelewa? Tunamuomba Kasongo ajitokeze hadharani kama alivyotaja kwenye kikao cha jana, kumtaja huyo kiongozi wa serikali. Tunataka Watanzania wamjue huyo kiongozi wa serikali ni nani.
ambaye anaingilia swala la mpira, na hili tutatumia nafasi yetu kama wadau wa mpira tuwaombe viongozi wa serikali. Serikali ndio inasababisha mpaka Simba kutofika uwanjani na msakata kwa msemaji Ali Shaban Kamwe ametaja kwenye press ya jana kwamba Almas Kasongo kasema kuna kiongozi wa serikali alipiga simu Benjamin Mkapa na kutaka geti lifungwe Simba wasiingie, ikiwa tayari Simba walikuwa wamesharuhusiwa kuingia. Sasa tunamtaka Kasongo atuambie, ajitokeze hadharani awaambie Watanzania kwamba kiongozi aliyepiga simu ni fulani, na tunataka tuwaambie viongozi wa serikali. Sisi kama wadau wa mpira tunawaomba, kama wewe uko kwenye wizara ya maji, wewe kama uko kwenye wizara ya nishati na madini, tafadhali usitumie nafasi yako kutuharibia mpira. Wewe uko kwenye madini, huku kwenye wizara ya michezo paache kama palivyo. Dabi nyingi zimekuwa zikiharibika, watu wanazihusisha labda huenda kuna kiongozi wa serikali amefanya 1 2 3, na hili litasababisha timu zetu zisiendelee kwa sababu ya kuwa mnaingilia majukumu ambayo sio ya kwenu. Tunaambiwa mara sijui kiongozi gani anazindua kitabu, dabi imeahirishwa. Haya, ile tarehe 8 kumbe kuna kiongozi wa serikali alipiga simu akavuruga mipango yote. We nani? Kuna mambo ni mengi. Basi michezo tukuachieni wenyewe sasa. Wengine nani? Hawa wanaoingilia mpira. Unaingilia mpira wa nini? Mesusa. Huko nimewapa vidonge vyao na kaa pembeni. Twende kwa CRDB. Tunawataka CRDB benki kujitokeza hadharani kutueleza Watanzania, watu wa mpira, pesa za fainali ambapo Yanga ndo bingwa wa CRDB Federation. Zile pesa za fainali mlizitoa au hamkutoa? Hafu mwisho wa siku Dinado anapandisha mnazi juu. Sisi yao afu hela mpaka sasa hatujapewa. Na majamaa bwana, vipi nyinyi? Hivyo ni Karia sasa. Karia umetulia tu, tunadhulumiwa na upo. Karia jitokeze hadharani utuambie kwa nini viongozi wako wa chini, vijana wako wanachafua mpira. Kama walikupa wewe hizo hela Karia, tunaomba hela zetu. Kama ukupewa wewe Kidau, tupe hela zetu. Mzee Mguto, tupe hela zetu. Kama mnafanya figisu, tupeni hela zetu. Tutakuja kuzifuata kwa nguvu hapa, tupeni hela zetu Karia. Oh. Bibi Kizinga. Nitarudi tena. Zitaletwa hizo pesa. Tupeni hela zetu. Zitaletwa. Kidau, tupe hela zetu. Zitaletwa. Mguto, tupe hela zetu. Inshallah. Inshallah. Kasongo, tupe hela zetu jue. Oho. Mimi naondoka. Inshallah.